Wanawake wenzangu, kwa miaka mingi tumelelewa tukiaminishwa ya kuwa tegemezi, kuwa na fikra za utegemezi. Ndio maana kabla hujaanza kujijenga, unaanza kutafuta mwanaume, unaanza kuwaza ndoa, unaanza kwenda kubeba mimba. Hiyo yote ni kwa sababu unachotafuta kwa hawa watu, aidha ni ndoa au ni mwanaume, unatafuta hela. Na matokeo yake unajikuta umepata mimba au umeingia kwenye ndoa ambayo baadaye unakosa furaha kwa sababu ulichokuwa unakitafuta ni hela. Lakini Mungu wetu aliyotuumba ametupa nguvu, ametupa akili. Tuna uwezo wa kutafuta fedha kihalali, kwa njia halali, za kutumia akili, za kutumia nguvu, badala ya kutumia miili yetu kwa kisingizio cha ndoa au mahusiano, ili uweze kupata kujikimu kimaisha. Kwa hiyo mimi jukumu langu katika harakati zangu zote za miaka yote ni kuwakumbusha wanawake kwamba sisi tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, na ametupa nguvu na akili za kutafuta maendeleo, za kuleta kipato kwenye maisha yetu na maisha ya watu wanaotuzunguka. Hivyo nimeweza kufanikiwa kubuni mradi ambao umesaidia maelfu ya wasichana. Kama ambavyo mimi nilianzia kwenye kazi ya nyumbani, ni fursa ambayo unaweza kuiona ni ndogo sana, lakini kwa kanuni za kimungu, kwamba ufalme wa Mungu unafanana na mbegu ndogo lakini ambayo baadaye inakuwa kubwa. Kazi za nyumbani zilinipa mtaji na baadaye nikaweza kuwa mjasiriamali. Hata sasa kuna watu wengi wanahitaji msaada wako, wanahitaji nguvu zako ili uweze kwenda kuwasaidia majumbani katika malezi ya watoto, mapishi, usafi, na wao wakakulipa kipato ambacho ukiweka malengo unaweza kujikwamua kutoka kwenye umaskini. Wanawake, wasichana, wakati umefika. Kabla hujakimbilia ndoa, kabla hujakimbilia mwanaume, kabla hujakimbilia majukumu, jenga kwanza uchumi wako. Jenga kwanza maendeleo yako. Maendeleo ni wewe. Tutoke kwenye fikra za kuamini wanaume ndio watakao tutoa kwenye umaskini. Hapana, wewe mwenyewe ndio utakayetoka kwenye umaskini kwa kuhakikisha unafanya kazi, tena kazi halali. Tutoke kwenye kutumia miili yetu kwa ajili ya kujipatia kipato, na twende kwenye kufanya kazi kwa kutumia nguvu zetu, akili zetu, na kupata kipato cha halali. Na hapo Mungu ndipo atakapotubariki na kuweza kufanyika baraka kwenye jamii zetu, kama ambavyo mimi nafanyika baraka kwenye jamii yangu. Nimeanzisha miradi ambayo inasaidia watu. Wanawake wengi wamejitambua kupitia mimi, na wengine wanakuja kupata ajira za moja kwa moja na kwenda kubadilisha maisha yao. Na hivyo ndivyo Mungu anavyotutaka. Alivyosema tuzae na kuongezeka, kuijaza nchi na kuitiisha. Maana yake sio kuzaa watoto, ni kuhakikisha kwanza wewe mwenyewe umejiboresha, kwa sababu maendeleo ni wewe. Karibuni sana. Mradi wetu wa Wadada Center ni mradi uliosaidia maelfu ya wanawake wenye maono na wenye malengo. Wale ambao wanashindwa ni kwa sababu hawana malengo wala hawana maono. Maendeleo nayo yatamani yanaanza na wewe na mimi. Kwa hiyo karibuni sana.